michezo. Kwenye kipenga cha mchezo msikilizaji, Paris Saint-Germain imetoka nyuma na kushinda 2-1 ugenini dhidi ya Barcelona kwenye ligi ya mabingwa Ulaya, wakati Manchester City ikishindwa kutamba ugenini dhidi ya Monaco kufuatia sare ya 2-2. Washika mitutu Arsenal waliibuka na ushindi wa 2-0 nyumbani dhidi ya Olympiacos na ya Ugiriki, huku Juventus ikitoshana nguvu na Villarreal, wakati Napoli ikiilaza Sporting Lisbon 2-1. Hivi ndivyo ilivyokuwa jana, kwamba Arsenal waliweza kuwatandika 2-0 Olympiacos, Dortmund Borussia Dortmund ikiwatandika 4-1 Atletico Bilbao, Leverkusen wakitoka sare ya 1-1 na PSV, wakati Barcelona wakitandikwa nyumbani 2-1 na PSG. Monaco walitoka sare ya 2-2 na Manchester City, wakati Napoli wakiweza kuwalaza Sporting 2-1. Villarreal waliweza kutoka sare 2-2 na Juventus katika hatua hiyo ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya. Lamine Yamal ni miongoni mwa mmoja wa mawinga bora kabisa wa kulia kwenye soka ya sasa, huku Nuno Mendes akiwa beki bora kabisa wa kushoto kwa sasa duniani, wakati wawili hawa wakikutana mara mbili hivi karibuni kwenye mchezo wa UEFA Nations League finali. Ureno vile vile walipokuwa wanacheza na Hispania na kwenye ligi ya mabingwa Ulaya UCL. Barcelona kati ya Barcelona na PSG. Kwenye mechi zote mbili Yamal ameshindwa kutamba mbele ya Mreno huyo ambaye alifunga goli la kutoa assist na kuwa nyota wa mchezo, huku timu yake ikishinda mara zote, wakati Yamal akitoka patupu bila goli, huku timu yake ikipoteza. Na kwingineko katika soko la soka Ulaya ni kwamba Manchester City na Real Madrid wanamfuatilia winga wa Ufaransa Michael Olise, huku Bayern Munich akifikiria kumpa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 mkataba wa ulioboreshwa. Tottenham wanatazamiwa kukubaliana kandarasi mpya ya kiungo wa kati wa Uruguay Rodrigo Bentancur wa miaka 28, ambaye mkataba wake kwa sasa unakamilika msimu wa joto wa mwaka 2026. Haya yakijiri, Arsenal wako tayari kumlipa mshambuliaji wa Uingereza Bukayo Saka miaka 24, ambaye kandarasi yake inakamilika msimu wa joto mwaka 2027 hadi pauni zipatazo 250 kwa wiki. Haya yakijiri, Soton ama ukipenda Southampton wanapanga kumpa kiungo wakati wa West Ham Mwingereza James Ward-Prowse de la miaka 30 nafasi ya kurejea St Mary's mwezi Januari. Na kwingineko, Bayern Munich inanuia kumkaribisha kwa mkopo mshambuliaji wa Chelsea na Senegali Nicolas Jackson miaka 24 kwa msingi wa kudumu, hata kama masharti ya wajibu wa kumnunua kwenye mkataba wake hayatatimizwa. Kwingineko, Chelsea wana imani kuwa wataweza kumsaili mlinda lango wa AC Milan na Ufaransa Mike Maignan mwenye umri wa miaka 30. Tottenham, West Ham na Nottingham Forest wanavutiwa na mshambuliaji wa Parma raia wa Argentina Matteo Pellegrino miaka 23, lakini klabu hiyo ya Italia haitaki kumuuza klabu ya msimu ujao wa joto. Kabla ya msimu ujao wa joto, Liverpool wanaweza kuwa tayari kumruhusu mlinzi wa England Joe Gomez kuondoka mwezi Januari, mradi tu wanaweza kupata mbadala wake, huku AC Milan ikimtaka mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28. Wakiwa wamekataliwa uchunguzi wa mkopo katika siku za mwisho ya kuhama, Porto wanamfuatilia kwa karibu winga wa umri wa miaka 19 wa Brighton na England chini ya miaka 21 Tommy Watson. Na AC Milan wanavutiwa na mshambuliaji wa Barcelona na Poland Robert Lewandowski miaka 37, na hatimaye mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez miaka 25 anasema haruhusu
uvumi wa Barcelona kumuathiri na analenga kushinda Atletico Madrid. Na hicho ndicho kipenga cha michezo. Naitwa Cantona Joseph.